Katika juhudi za kuhakikisha mtoto wa kike na mwanamke wanapata heshima na nafasi wanayostahili katika jamii, Mkuu wa Mkoa wa Morogoro Adam Malima amesisitiza umuhimu wa kulinda makundi haya na kuhakikisha wanapewa haki zao za msingi, hususan watoto wa kike wanaonyimwa fursa ya kupata elimu. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na viongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro, Malima alisema kuwa jamii haiwezi kuwa imara na yenye maendeleo bila kuhakikisha mtoto wa kike anapata haki ya elimu na kuondolewa kwenye mnyororo wa ukatili, unyanyasaji na ubaguzi wa kijinsia. Mwanamke na mtoto wa kike ni sehemu kubwa na muhimu unapoanza kutengeneza mipango yako ya jamii hiyo inayokuja. Nyumba yenyewe ya kimbilio ni nyumba ambayo baba ambaye au mtoto ambaye amefikia hali ambayo ni hatarishi kwenye mazingira anayoishi anaweza kwenda akafikia pale kwa muda hadi ile hali kitulia, alafu anarudi. Kwa mfano, watoto wanaozeshwa ndoa za mapema, mtoto anaendelea kusoma shule lakini wazazi wake wanasema akaolewe kwenye jamii hizi. Kwa hiyo anapata nafasi ya kwenda pale. Hiyo ni kazi kubwa sasa hivi, ni kuhakikisha kwamba jamii jamii zote wanatambua kwamba wakina mama wana haki zao za kujiendeleza kiuchumi, wana haki ndani ya jamii na wana haki zao kama wanawake. Na tumefanikiwa kupeleka elimu ya umuhimu na mchango wa mtoto wa kike kwenye jamii, mchango wa mama kwenye jamii, na tunalifuatilia na tunahakikishia kwamba unajua zamani mtu alikuwa anasema haya ni maneno ya nani tu bwembe hapo, lakini mtu anaona kabisa kwamba ukimkuta mtoto wa shule hajaenda shule, mzazi anawajibika. Na hakuna cha kusema sisi mimi ni mtoto wa nani, mimi ni mtoto wa mfugaji, mimi ni mtoto wa mkulima. Hakuna. Watoto wote wana haki ya kwenda shuleni, mtoto wa kike na wa kiume. Kimbilio Women Center ni nyumba salama, safe house, inayohusika sana na kutunza watoto wa kike wanaopata shida mbalimbali toka kwenye jamii zetu, na sehemu kubwa ni hawa wanaozuiliwa kusoma, badala yake wanabadilishwa na ng'ombe. Wazazi wao wanapokea ng'ombe ili watoto wakaolewe, lakini tunasaidia pia wale wanaolewa ndoa za utotoni, wanaozuiliwa shule. Wakipata shida hizo, kulipoti kwao kwa mara ya kwanza na ripoti kwenye vituo vya polisi, na ustawi wa jamii ndio wanaowaleta pale kwenye kituo chetu. Ni kituo kilichoonekana kuwa na msaada mkubwa kwa mkoa wetu wa Morogoro tangu kianze Julai 2017 mpaka sasa. Na kuwepo kwao pale tunawasaidia mambo mbalimbali. Kwanza tunawasaidia msaada wa kisheria na kuwatafutia wasaidizi wa sheria, paralegals, na kesi zao zinakuwa zinaendelea mahakamani. Kwa hiyo wanaposubiri kesi mahakamani wanaendelea kutunzwa na kituo kile cha kimbilio. Tunapokea watu wote, hatubagui dini wala kabila hapa hatuna. Maadamu ni mtoto wa kike yupo katika jamii ya Kitanzania. Tumeweka kituo kingine cha kuwasaidia wanawake tuliowaokoa kutoka mazingira magumu. Wale pia tumeamua kuwaokoa na kuwakusanya, kuwaelekeza na kuwafundisha miradi midogo midogo kama ya mamalishe, kufuga kuku, mambo ya bustani, na kazi ndogo ndogo kama za kutengeneza sabuni na batiki. Tangu tuanze programu hii kwa pale Kimbilio, tumesha wahudumia watoto mpaka sasa 89. Lakini kwa upande wa Women Power tulianza na wanawake 30 hapa Morogoro. Sasa hivi tumebaki nao 10, na hao 30 ambao wapo Ngerengere na 50 tuliowaandikisha Mikumi tutakaoanza nao mradi hivi karibuni. Ukatili dhidi ya watoto na hata kwa kina mama ni jambo ambalo halikubaliki. Hata vitabu vyote vya dini vinalaani jambo hili. Kwa hiyo jamii naomba ijue kabisa kufanya ukatili haukubaliki, hata kwenye imani yetu, lakini pia hata katika jamii yetu. Linawaathiri watoto au kina mama kisaikolojia, kiroho, kijamii, na matokeo yake kweli ni mabaya.